Kwa mujibu wa elimu zinazohusiana na uhusiano uliopo kati ya alama mbalimbali ambazo zipo katika mwili wa mwanadamu na tabia zake, zimegawanya maumbo ya kucha za wanadamu katika makundi manne. Kundi la kwanza ni kucha nyembamba alafu ndefu. Kundi la pili ni kucha fupi alafu nene. Kundi la tatu ni kucha ambazo zipo katika umbo la mduara. Na kundi la nne ni kucha ambazo zipo katika umbo la pembe nne. Katika makundi haya manne, kila mwanadamu yupo katika kundi moja. Na kwa mujibu wa elimu hii, kila mwanadamu ambaye amezaliwa akiwa na sifa mojawapo ya maumbo katika kucha hizi ana tabia zake, ambapo tabia zake hutofautiana na tabia za mwanadamu mwingine. Embu jitazame kucha zako zilivyo, alafu tizama katika picha hii. Je, kucha zako zinafanana na picha ipi? Ninaamini mpaka hapo umeshajitazama na umeshajijua wewe ni mwanadamu ambaye upo katika kundi lipi. Katika video hii nitakwenda kukuambia namna gani maumbile ya kucha zako yanavyoweza kueleza kila kitu kuhusu wewe na mpaka hatima ya maisha yako. Kama nawe ni miongoni mwa watu wanaotamani kujifunza kuhusiana na jambo hili, amini video hii imetengenezwa mahususi kwa ajili yako. Ili uendelee kujifunza mambo mbalimbali kupitia video zetu, jiunge nasi kwa kusubscribe katika chaneli hii ya Fafanuo Media. Hapo utakuwa wa kwanza kupata video zetu pindi tunapoziweka kwenye chaneli hii. Hautajutia MB zako, kwani mara zote tunajitahidi kuwa bora zaidi ya jana. Asante, enjoy. Hivi ndivyo maumbile ya kucha zako yanavyoeleza kila kitu kuhusu maisha yako. Namba moja, ikiwa kucha zako ni ndefu kama inavyoonekana katika picha namba moja, basi wewe ni miongoni mwa binadamu wenye sifa zifuatazo. Namba moja, wewe ni binadamu mbunifu katika maisha yako kuliko binadamu wengine. Binadamu hutofautiana katika kiwango cha ubunifu. Wapo baadhi ya watu ambao wanapofanya chochote huwa wanatamani kiwe katika hali ya ubunifu kuliko vitu vya watu wengine vinavyoonekana. Binadamu wa kundi hili wanapofanya vitu katika maisha yao huwa wanapenda viwe na muonekano ambao hauwezi kufanana na vile vitu vya watu wengine vinavyoonekana, na hii ni sababu mojawapo ambayo hupelekea binadamu wa kundi hili wawe miongoni mwa watu wenye mafanikio makubwa katika maisha yao kuliko watu wengine. Namba mbili, wewe ni mwanadamu ambaye unapenda kufikiria mambo kwa muundo wa picha. Katika maisha ambayo tunaishi mimi na wewe, wapo baadhi ya watu ambao wanapofikiria kitu fulani wanaweza wakafikiria kwa muundo wa sauti, lakini wapo baadhi ya watu ambao wanapofikiria kuhusu kitu fulani hufikiria kwa muundo wa picha. Inaaminika binadamu wa kundi hili ni watu ambao wanapofikiria kuhusu jambo fulani huwa wanalitazama katika ufahamu wao kwa namna ya picha. Yani kwa mfano, anaweza kufikiria kujenga nyumba, lakini katika ufahamu wake akawa ametengeneza taswira ni kama anaiona nyumba yake itakavyokuwa pindi itakapokamilika. Tabia hii wanayo sana binadamu wa kundi hili. Namba tatu, wewe ni mwanadamu ambaye unapenda mazingira ya utulivu kuliko binadamu wengine. Upendo wa mazingira hutofautiana kwa binadamu mmoja na binadamu mwingine. Kuna wanadamu ili wafurahie lazima waende kwenye mazingira yenye fujofujo, kwa mfano baa au klabu. Lakini asilimia kubwa ya binadamu waliozaliwa wakiwa katika kundi hili la wanadamu, hawa ni watu ambao wanapenda utulivu katika maisha yao. Hata maeneo ambayo wanapenda kuyatembelea ni maeneo yenye utulivu. Watu hawa hupendelea kufanya hivyo kwa sababu wanahitaji utulivu wa kihisia na wa kiakili, waweze kutafakari mambo mbalimbali ambayo yanahusu maisha yao. Namba nne, wewe ni mwanadamu ambaye unapenda uhuru wa kweli katika maisha yako. Asilimia kubwa ya binadamu wa kundi hili hawapendi kuwa chini ya watu fulani, kutawaliwa ama kuongozwa. Ni watu ambao wanapenda kuwa huru katika mambo yao, na ndio maana wanapofanya vitu ambavyo wanavimiliki wao hufurahia zaidi kuliko wanapofanya vitu ambavyo vinamilikiwa na watu wengine, yani kuwa chini ya watu wengine.
Hata tabia yao ya mafanikio, ili waweze kufanya vitu kwa mafanikio ya hali ya juu, wanahitaji kufanya vitu hivyo bila kuwepo na usimamizi wa watu wengine. Wanapenda kujisimamia. Kwa kifupi, ni watu wanaopenda uhuru kwenye maisha yao. Namba 5, wewe ni mwanadamu ambaye ubongo wako wa kulia una nguvu kuliko ubongo wako wa kushoto. Namba 6, wewe ni mwanadamu ambaye unapenda logic katika maisha yako kuliko vitu ambavyo vinazungumzwa pasipokuwa na logic. Namba 6, wewe ni mwanadamu ambaye unapenda kuja na suluhisho la kipekee katika matatizo ya watu mbalimbali. Asilimia kubwa ya watu wanapokuwa katika matatizo wanapenda kukufuata wewe kwa sababu wewe ni miongoni mwa binadamu wenye uwezo mkubwa wa kutatua changamoto za binadamu wengine kuliko binadamu wengine. Namba 7, wewe ni mwanadamu mwenye uwezo mkubwa wa kukabiliana na msongo wa mawazo kuliko binadamu wengine. Jambo ambalo unatakiwa kulijua na kuliweka akilini. Msongo wa mawazo ni jambo la kawaida katika maisha ya wanadamu, lakini namna ya kukabiliana na msongo wa mawazo kwenye maisha yetu hutofautiana kwa mwanadamu mmoja na mwanadamu mwingine. Wapo baadhi ya wanadamu wanapokuwa katika msongo wa mawazo wanaweza kujiua kwa sababu uwezo wao wa kukabiliana na msongo wa mawazo ni mdogo, lakini wapo baadhi ya watu ambao wanapokuwa katika msongo wa mawazo wanaweza kuvumilia kwa kuwaeleza watu wengine, na wanaposhauriwa wanarudi katika hali yao ya kawaida. Lakini binadamu ambao wapo katika kundi hili ni watu ambao inaaminika uwezo wao wa kukabiliana na changamoto ambazo zinatokana na msongo wa mawazo ama stress ni mkubwa kuliko binadamu wengine. Namba 8, wewe ni mtu ambaye unaweza kuzificha hisia zako zisijidhihirishe katika macho ya binadamu wengine. Asilimia kubwa ya wanadamu hawana uwezo wa kuficha hisia zao. Wakiwa na hasira, wanaweza kudhihirisha hasira zao katika macho ya watu wengine. Wakiwa na furaha, hawawezi kuzizuia furaha zao zisijidhihirishe katika macho ya watu wengine. Lakini amini usiamini, asilimia kubwa ya binadamu wa kundi hili wanaweza kuzuia vyote hivyo na wakaonekana kama wapo kawaida. Wanapokuwa na majonzi, wanapokuwa na hasira ama wanapokuwa na furaha, wanaweza kuzuia hisia hizo zisionekane kwa watu wengine na wakaendelea kubaki katika hali ya kawaida. Namba 9, wewe ni mwanadamu mwenye uwezo wa kutengeneza taharuki au attention katika vitu vidogo na kuvifanya vionekane vikubwa katika macho ya watu. Ulishawahi kukutana na watu ambao jambo la kawaida linaweza kuwa limetokea, lakini namna ambavyo wao wanasimulia unaweza kudhani ni jambo kubwa kwa sababu wanalisimulia katika namna ya kutengeneza attention, ambapo wanayateka masikio ya watu mbalimbali na kuyateka macho ya watu mbalimbali, na mwisho wa siku watu hao hulitazama jambo hilo ni kama jambo kubwa, hali ya kuwa katika uhalisia lilikuwa ni jambo dogo tu. Namba 10, wewe ni miongoni mwa watu ambao ni wazuri sana katika kufuatilia vitu mbalimbali na kuyapata majibu yake ambayo watu wengi walishindwa kuyapata. Katika ulimwengu ambao tunaishi mimi na wewe, binadamu wamegawanyika kwenye makundi mawili. Wapo baadhi ya watu ambao hawana kawaida ya kufuatilia mambo. Hawa ni watu ambao huwa wanapenda kutafuniwa kila kitu na kuletewa mezani. Lakini wapo binadamu wengine ambao wanapoona kitu fulani katika maisha yao wanapenda kukifuatilia, hata kama ni kidogo, watahakikisha wamekifuatilia kiundani zaidi na kuja na majibu ambayo yamekamilika. Basi sifa hii wanayo binadamu wa kundi hili. Mara nyingi linapotokea jambo wanapenda kulifuatilia kiundani zaidi na kuja na majibu ambayo yamekamilika. Namba 11, wewe ni mwanadamu ambaye unaweza kujieleza vizuri kupitia maandishi kuliko maneno. Katika maisha yako umewahi kukutana na wanadamu ambao wao wana uwezo mzuri wa kujieleza kupitia maandishi, lakini ukiwaambia wajieleze kupitia maneno wanakuwa hawaeleweki vizuri. Asilimia kubwa ni binadamu wa kundi hili. Ukiwapa karatasi na peni wajieleze kupitia maandishi, utakutana na maneno mazuri yenye ushawishi, na ndiyo maana hata mbinu zao nyingi ambazo huzitumia kuwashawishi watu fulani ni kutumia barua. Ni wazuri sana katika maofisi, kwani shughuli nyingi za kiofisi huendeshwa kwa kutumia maandishi. Jambo ambalo unatakiwa kulijua na kuliweka akilini kama wewe ni miongoni mwa binadamu wa kundi hili, penda kutumia ushawishi
ushawishi wa kimaandishi ikiwa unahitaji kumshawishi mtu fulani kufanya kitu fulani kuliko kujieleza kwa mdomo, kwa sababu wewe si mzuri sana katika kujieleza kwa kinywa. Namba 11, wewe ni mwanadamu ambaye chochote ambacho unakifanya katika maisha yako huwa unapenda kujitoa kwa 100%. Wapo baadhi ya watu ambao wanapenda kufanya vitu nusu-nusu katika maisha yao, lakini si kwa binadamu wa kundi hili. Hawa ni binadamu ambao inaaminika katika 1% kubwa ya vitu ambavyo wanavifanya kwenye maisha yao wanapenda kujitoa kwa 100%. Ndio maana binadamu wa kundi hili wanapoamua kukusaidia wanajitoa kwa nguvu zao zote kuhakikisha jambo lako linakaa sawa. Ndio maana vitu vingi ambavyo binadamu wa kundi hili wanapovifanya huwa vinapata mafanikio kuliko binadamu wa makundi mengine. Namba 12, wewe ni mwanadamu mpole na mtulivu katika maisha yako. 1% kubwa ya binadamu wa kundi hili huwa ni binadamu ambao wanapenda kuwa wapole katika hali mbalimbali katika maisha yao, na sababu hii hupelekea binadamu wa kundi hili waweze kumechi na kila mwanadamu ambaye wanakutana naye katika maisha yao kwa sababu ya tabia yao ya kuwa wapole na watulivu maishani mwao. Namba 13, wewe ni mzuri katika kufanya maamuzi. Maamuzi hayapo kwa ajili ya kila mwanadamu, bali wapo baadhi ya wanadamu ambao wapo katika maamuzi, kwani 1% kubwa ya binadamu wanapofanya maamuzi hayo yanaweza asiwe maamuzi sahihi na yakaleta madhara kwao wenyewe ama kwa watu wengine. 1% kubwa ya binadamu wa kundi hili wanaaminika huwa ni wazuri kwa kufanya maamuzi kwa sababu huwa wanafikiria matokeo ambayo yatatokea juu ya maamuzi ambayo wanakwenda kuyafanya, na siku zote maamuzi yao huwa bora ambayo huwaridhisha watu wengi katika jamii ambazo wanaishi. Kundi la pili la wanadamu ni wanadamu ambao kucha zao ni fupi alafu nene kama ambavyo zinaonekana katika picha namba 2. Ikiwa wewe ni miongoni mwa binadamu ambao wapo katika kundi hili, basi wewe ni mwanadamu ambaye ulizaliwa ukiwa na sifa zifuatazo. Namba 1, wewe ni mwanadamu ambaye umeufungua ubongo wako siku zote na upo tayari kujifunza chochote kipya ambacho kitakuja katika maisha yako. Katika dunia ambayo tunaishi mimi na wewe, wapo baadhi ya watu ambao walishafunga ubongo wao na wao wanadhani tayari wanajua kila kitu katika hii dunia. Mara nyingi binadamu hao huwa wanajikuta wajuaji katika kila wanachokutana nacho katika hii dunia, lakini mwisho wa siku hauwezi kuwa mwanadamu ambaye unajua kila kitu kwenye hii dunia. Binadamu ambao wapo katika kundi hili wamefungua ubongo wao, wapo tayari kujifunza kila kinachokuja katika maisha yao kwa sababu ni tabia zao kuendelea kujifunza vitu vipya kwenye maisha yao. Namba 2, wewe ni mwanadamu ambaye unajua sana kujieleza. Katika suala la kujieleza, binadamu wamegawanyika katika makundi mawili. Wapo binadamu ambao hawawezi kujieleza vizuri, lakini wapo binadamu ambao wanaweza kujieleza vizuri. Basi binadamu waliozaliwa katika kundi hili, hawa ni watu ambao wanapopewa nafasi ya kujieleza, huwa wanaweza kujieleza na maelezo yao yanakuwa na ushawishi mkubwa kwa watu wanaowasikiliza. Ndio maana binadamu wa kundi hili hata wanapoitwa katika usairi wa kazi, huwa wanaweza kujieleza maelezo mazuri ambayo yanawaridhisha watu ambao wanawafanyia usairi na kujikuta wakipata nafasi kiurahisi kuliko makundi mengine ya binadamu. Namba 3, wewe ni mwanadamu ambaye unapenda kuwajibika katika malengo yako pasipo utegemezi wa mtu yeyote. Wapo baadhi ya watu ambao hata katika mipango, mikakati na malengo yao ya maisha huwa wanategemea uwepo wa watu fulani ili malengo yao yaweze kutimia, lakini si kwa binadamu wa kundi hili. Binadamu wa kundi hili ni watu ambao wanapenda kujitegemea wao wenyewe, hasa wanapokuwa katika shughuli ambazo ni mahususi kwa ajili ya kutimiza malengo yao. Namba 4, wewe ni mwanadamu mcheshi kuliko binadamu wengine. Binadamu wa kundi hili ni watu ambao kutokana na ucheshi wao ni rahisi sana kutengeneza mahusiano na watu ambao wanakutana nao kwa mara ya kwanza, kwani watu wengine hujihisi ni kama wapo na watu ambao walikwisha zoeana kwa siku nyingi hali ya kuwa ndio wamekutana nao kwa mara ya kwanza.
Hata katika maeneo ya kazi, hawa ni watu ambao huwa wanakuwa na mahusiano mazuri na wafanyakazi wenzao. Namba 5, wewe ni mwepesi kuonesha hisia zako katika macho ya watu wengine. Wapo baadhi ya watu ambao huwezi kuzijua hisia zao hata kama wewe ni mtu wao wa karibu, kwa sababu wana uwezo mkubwa wa kuficha hisia zao na usijue wanajisikiaje. Lakini binadamu wa kundi hili huwa ni binadamu ambao hawawezi kabisa kuficha hisia zao. Wakiwa na hasira ni rahisi kuwajua, wakiwa na furaha ni rahisi sana kuwajua, wanapokuwa na msongo wa mawazo ni rahisi sana kuwajua. Namba 6, ni binadamu wepesi kuisoma akili ya mtu mwingine kiurahisi kuliko makundi mengine ya wanadamu. Jambo ambalo unatakiwa kulijua na kuliweka akilini. Katika jamii zetu tumegawanyika kwenye makundi mawili. Wapo baadhi ya watu ambao hata ukikaa naye kwa siku nyingi hawezi kukusoma, hawezi kuisoma akili yako, wala hawezi kuyajua malengo yako. Lakini tafiti mbalimbali za kisaikolojia zimekuwa zikionyesha asilimia kubwa ya binadamu wa kundi hili wakiwa na wewe ndani ya muda mfupi wanaweza kukuelewa vizuri, wanaweza kujua hisia zako, hata kile ambacho unafikiria wakati mwingine wanaweza kukijua. Kama wewe ni mtu mzuri ni rahisi kukujua, na kama wewe ni mtu mbaya ni rahisi kukujua. Namba 7, wewe ni binadamu mwaminifu kuliko makundi mengine ya wanadamu. Kiwango cha uaminifu hutofautiana kwa mwanadamu mmoja na mwanadamu mwingine. Wapo binadamu wanaoweza kuutunza uaminifu kwa kiwango kidogo, wapo binadamu wanaoweza kuutunza uaminifu kawaida, lakini wapo binadamu ambao wanaweza kuutunza uaminifu kwa kiwango kikubwa sana. Na ndiyo maana binadamu wa kundi hili wanaangukia katika kundi la binadamu wanaoweza kuutunza uaminifu kwa kiwango kikubwa katika mazingira yoyote. Na ndiyo maana binadamu wa kundi hili hata wawapo katika mahusiano, ni nadra sana mahusiano yao kuvunjika kwa sababu tu hawakuwa waaminifu kwa wenza wao. Huwa ni binadamu waaminifu sana kuliko makundi mengine ya wanadamu. Namba 8, wewe ni mwanadamu ambaye unapenda kujidhatiti katika malengo yako. Wapo baadhi ya wanadamu ambao pamoja na kuwa wana malengo ambayo wanatamani kuyatekeleza kwenye maisha yao, lakini wanatumia muda mwingi kufanya vitu ambavyo viko nje na malengo yao. Lakini amini usiamini, binadamu wa kundi hili asilimia kubwa ya vitu ambavyo wanavifanya kwenye maisha yao huwa ni vitu ambavyo vipo katika hatua za kwenda kuyatimiza malengo ambayo wanatamani yaweze kutimia kwenye maisha yao. Na ndiyo maana wanapenda kujicommit katika malengo yao kuliko makundi mengine ya wanadamu. Namba 9, wewe ni mwanadamu mwenye sifa ya uongozi kuliko binadamu wengine. Wapo baadhi ya wanadamu ambao ukiwaweka wakawe viongozi katika sehemu fulani, inakuwa ni chanzo cha sehemu hiyo kuvurugika kama si kuanguka kabisa. Lakini asilimia kubwa ya binadamu wa kundi hili ni watu ambao ni wawajibikaji wazuri katika kile ambacho wanatakiwa kukifanya. Wanajua namna gani ya kuwaongoza watu wengine, pia wanaelewa namna gani ya kuorganize vitu ili viweze kufanikiwa katika kiwango ambacho kinatakiwa. Na ndiyo maana asilimia kubwa ya binadamu wa kundi hili wanapopewa nafasi ya uongozi katika sehemu fulani, huwa wanaweza kuifikisha mbali taasisi hiyo na ikawa ni miongoni mwa taasisi zenye mafanikio kuliko taasisi nyingine. Namba 10, wewe ni mwanadamu ambaye unapenda kutazama vitu katika mtazamo chanya. Wapo baadhi ya watu ambao hata changamoto zinapotokea katika maisha yao wanaweza kuzitazama katika mtazamo chanya na wakaweza kubadili changamoto zikawa fursa. Ndiyo binadamu wa kundi hili. Hawa ni binadamu ambao kwa asilimia kubwa zinapotokea changamoto wao hawawezi kuzitazama katika mtazamo hasi, bali wanaweza kuzitazama katika mtazamo chanya. Na ndiyo maana binadamu wa kundi hili wanaweza kuzitumia changamoto na wakaweza kupata manufaa katika maisha yao. Kundi la 3 la binadamu ni binadamu wenye kucha za duara kama inavyoonekana katika picha namba 3. Kama wewe ni binadamu ambaye umezaliwa vidole vyako vikiwa na kucha zenye muundo wa duara, basi wewe ni miongoni mwa wanadamu wenye sifa zifuatazo. Namba 1, wewe ni binadamu unayependa utulivu katika maisha yako.
Asilimia kubwa ya binadamu wa kundi hili ni watu ambao wanapenda kukaa katika mazingira tulivu, wala hawapendi kujichanganya katika maeneo yenye kelele na vurugu, kwa sababu huwa muda mwingi wanatafakari kuhusu vitu mbalimbali ambavyo wanavihitaji katika maisha yao, na ndio maana hata wanapotamani kutoka auti wanapenda kwenda katika maeneo yenye utulivu na si katika maeneo yanayopiga miziki yenye fujo, kwani mara nyingi ni watu ambao hawapendi kelele kwenye maisha yao. Namba 2, binadamu wa kundi hili si rahisi kupata msongo wa mawazo katika maisha yao. Asilimia kubwa ya binadamu wanapotokewa na matukio mbalimbali wanaweza kujikuta katika msongo wa mawazo, ambapo wanahitaji washauri wa kisaikolojia ili waweze kuwaweka sawa. Lakini binadamu wa kundi hili, ili waweze kuwa na msongo wa mawazo, ni lazima vitu vikubwa viweze kutokea kwenye maisha yao, la sivyo ni watu ambao wanaweza kumanage vitu katika uwiano sawa kiasi kwamba ni vigumu sana kuingia katika msongo wa mawazo. Ndio maana binadamu wa kundi hili ni vigumu sana kukuta wakiwa wamejiua au wamefanya vitu vya ajabu kwa sababu ya kuzidiwa na msongo wa mawazo. Namba 3, wewe ni mwanadamu ambaye una uwezo mkubwa wa kukabiliana na nyakati ngumu na kuzirudisha katika usawa wako wa maisha kuliko binadamu wengine. Wapo baadhi ya binadamu, nyakati ngumu zinapokuja katika maisha yao, wanaweza kuzikimbia nyakati hizo, lakini kwa sababu wewe unajua kulikimbia tatizo si njia sahihi ya kulimaliza, linapokuja tatizo katika maisha yako, huwa unajipanga sawasawa, unalivaa tatizo hilo na kukabiliana nalo, na mwisho wa siku maisha yako yanarudi katika msawazo uliotakiwa. Namba 4, wewe ni mwanadamu ambaye si mwepesi wa kukata tamaa katika mambo yako. Wapo baadhi ya watu ambao changamoto zinapokuja kwenye maisha yao ni wepesi sana wa kukata tamaa na kuacha vitu ambavyo walikuwa wakivifanya. Lakini asilimia kubwa ya binadamu wa kundi hili, haijalishi changamoto kiasi gani zimekuja katika maisha yao, ni watu ambao hata wanapoanguka huwa wanathubutu kusimama na kuanza upya, na mwisho wa siku wanautafuta ushindi na kuupata. Na hii ni siri ambayo imepelekea asilimia kubwa ya binadamu wa kundi hili wawe watu wenye mafanikio makubwa kuliko binadamu wengine katika maisha yao. Namba 5, wewe ni mwanadamu mwenye kawaida ya kuwajali watu wengine kupita kiasi. Binadamu wa kundi hili wana kawaida ya kuwajali watu wengine wakati mwingine kuliko hata wanavyojijali wao wenyewe. Wanaweza kuweka mahitaji ya watu wengine mbele yao na kuyapa kipaumbele kuliko wanavyoyaweka mahitaji yao katika kipaumbele. Jambo hili wakati mwingine hupelekea watu wasiokuwa na huruma juu ya watu hawa wawatumie watu hawa vibaya, kwani watu hao hutake advantage kwa sababu wanajua kabisa hawa ni watu ambao wana kawaida ya kuwajali watu wengine kuliko hata wao wanavyojijali. Hivyo wakiwaeleza shida zao hata kama ni za uongo, wanajua tu watawasaidia. Kama nawe ni moja kati ya binadamu ambao wapo katika kundi hili, hakikisha unakuwa makini katika kila unachokifanya, kwa sababu utakutana na watu ambao watajaribu kukuigizia kwa sababu wanajua una huruma, basi wanajua utawasaidia na kuyaacha mambo yako yakiwa yamelala. Namba 6, wewe ni mwanadamu ambaye una haiba ya kimapenzi kuliko makundi mengine ya wanadamu, yani uko romantic. Kila mwanadamu ana namna yake ya kutenda katika mahusiano aliyokuwa nayo kwenye maisha yake. Wapo binadamu wasiojua namna sahihi ya kutenda katika mahusiano. Hao ni binadamu ambao hawapo romantic, lakini binadamu wa kundi hili inaarifiwa kuwa ni watu ambao wapo romantiki, wanajua namna gani ya kutenda kwa usahihi katika mahusiano. Ndiyo maana ni nadra sana binadamu wa kundi hili mahusiano yao kuvunjika na hawawezi kuachwa. Mara nyingi wao ndio wanaoacha. Namba 7, ni binadamu wenye uelewa wa haraka kuliko makundi mengine ya binadamu. Katika ulimwengu ambao tunaishi mimi na wewe, kuna wanadamu ambao inawachukua muda mrefu kuelewa jambo fulani, lakini kuna wanadamu ambao inawachukua muda wa kawaida kuelewa jambo fulani, lakini wapo wanadamu ambao inawachukua muda mfupi kuelewa jambo fulani.
binadamu wa kundi hili wanaweza kuelewa mambo kwa uharaka kuliko makundi mengine ya binadamu kwa sababu uwezo wao wa ubongo ni mkubwa kuliko makundi mengine ya binadamu, na ndio maana hata darasani au katika mambo mbalimbali binadamu hawa wanaweza kulielewa jambo hata likifundishwa mara moja tu, hali ya kuwa watu wengine wanahitaji kulirudia ili liweze kukaa katika ubongo wao. Namba 8, wewe ni mwanadamu mwenye tabia za kipekee kuliko wanadamu wengine. Asilimia kubwa ya wanadamu wa kundi hili huwa ni watu ambao tabia zao hazifanani na tabia za watu wengine. Huwa wana upekee katika tabia, na ndio maana ni watu ambao kila wanapokuwa wanakuwaga ni mfano wa kuigwa na watu wengine kwa sababu tabia zao hazifanani na tabia za binadamu wengine. Kundi la 4 la binadamu ni binadamu wenye kucha zenye umbo la pembe 4 kama inavyoonekana katika picha. Kama na wewe ni moja kati ya binadamu wenye kucha zenye umbo hili, ujue wewe ni mtu mwenye sifa na haiba zifuatazo. Namba 1, wewe ni miongoni mwa binadamu wanaopenda uhuru katika maisha yao. Binadamu wa kundi hili wanapenda kuwa huru katika nyanja mbalimbali za maisha. Hata wanapofanya vitu, hawapendi kufanya vitu huku wakiwa wanasimamiwa na watu wengine, bali wao ni watu ambao wanapenda kufanya vitu kwa uchaguzi wao wenyewe. Namba 2, wewe ni mwanadamu ambaye unapenda kufanya vitu kwa usiri mkubwa pasipo kuwashirikisha watu wengine. Asilimia kubwa ya wanadamu wanapenda kuwashirikisha watu wengine kuhusu mipango na malengo waliokuwa nayo katika maisha. Hata wanapoanzisha vitu fulani kwenye maisha yao, wanapenda kuwashirikisha binadamu wengine. Lakini tafiti mbalimbali zimekuwa zikionyesha asilimia kubwa ya binadamu wa kundi hili hawa ni watu ambao wanapenda kufanya vitu kwa usiri. Unaweza ukawachunguza na usijue chini ya kapeti kuna kitu gani ambacho kinaendelea, mpaka pale kitu kinapokuja kukamilika, hapo ndipo kinajidhihirisha kuwa ni kitu ambacho kinamilikiwa na mtu fulani. Na kama sote tukiiga tabia hii kutoka kwa watu hawa, inawezekana tukawa watu wenye mafanikio makubwa kuliko binadamu wengine, kwani tabia ya kuongea kuhusu mipango yako ni miongoni mwa tabia ambazo zinakurudisha nyuma kila itwapo leo. Namba 3, wewe ni mwanadamu ambaye unapenda kumiliki vitu ambavyo umevianzisha kwa mikono yako mwenyewe. Asilimia kubwa ya binadamu wa kundi hili ni watu ambao huwa wanajisikia amani wanapoanzisha vitu vipya kwa mikono yao wao wenyewe. Si watu wanaopenda kuendeleza vitu ambavyo vilianzishwa na watu wengine, na mafanikio yao makubwa hutokana na vitu mbalimbali ambavyo walivianzisha kwa mikono yao wao wenyewe. Namba 4, wewe ni mwanadamu ambaye unapenda kusafiri katika mazingira mapya kila itwapo leo. Wapo watu mbalimbali ambao wanapenda kusafiri, lakini kiwango cha kufurahia mazingira mapya hutofautiana kwa mwanadamu mmoja na mwanadamu mwingine. Asilimia kubwa ya binadamu ambao wapo katika kundi hili ni watu ambao wanapenda sana kusafiri katika mazingira mapya kila itwapo leo, kwani mioyo yao huwa na furaha zaidi na hujihisi ndani yao kuridhika kuliko binadamu wengine. Namba 5, wewe ni mwanadamu mwaminifu sana kwa ndugu, rafiki na jamaa zako. Asilimia kubwa ya binadamu wa kundi hili hawapo tayari kuwasaliti watu wao wa karibu. Ni binadamu ambao wana loyalty kwa marafiki, ndugu zao na hata katika mahusiano ya kimapenzi. Namba 6, wewe ni mwanadamu ambaye unapenda kufikiria mambo kwa kina zaidi. Katika dunia yetu, wapo watu ambao hawana utamaduni wa kufikiria mambo kwa kina zaidi, wanapenda kuyachukulia mambo kama yanavyoonekana. Lakini asilimia kubwa ya binadamu wa kundi hili hawa ni watu ambao wanaitwa critical thinkers, kwani wao hawapendi kutazama mambo na kuyachukulia kama yalivyo. Badala yake, huwa ni watu ambao wanaenda mbali zaidi na kuzama katika dimbwi la fikra, wakijiuliza imewezekanaje mambo hayo kuwepo na kwa nini yapo hivyo na vipi kama yasinge kuwepo hivyo. Ni watu ambao wanaweza kupata majibu katika maswali magumu kwa sababu ni watu ambao wanaweza kufikiria mambo kwa kina zaidi. Mimi kwa leo ninaomba niishie hapa. Ninahitimisha nikiamini kuna jambo kubwa ambalo umejifunza kupitia video hii. Nikutakie wakati mwema na nimalize nikisema nawapenda sana sana zaidi ya sana. Tukutane tena katika video ijayo. Bye.